Leo tunazungumza na si mwingine bali ni gavana wa kaunti ya Taita Taveta 006 Daktari Andrew Mwadime wa Kujaa. Na panapokosekana tumeamua kumpatia Mheshimiwa Granton, waziri wa maji wa Taita Taveta, amkaribishe gavana kwa njia ya kipekee sana. Kwa heshima tumkaribishe gavana wetu na makofi, tumsindikize na makofi mpaka afike. Makofi tu mpaka afike. Karibu gavana wetu Andrew Mwadime wa Kujaa. Asante sana waziri wa maji, asante sana waziri wa maji. Tukae sote. Lakini kabla tuanze asubuhi hii ya leo ni kwamba wewe mwanaume unaalikwa kwenye semina ya afya ya akili mjini Voi tarehe 24 Mei mwaka 2025. Usikose. Soma posta hii hapa juu ya skrini kuhusu ni kipi kinahitajika wewe kufika kwa semina hiyo. Sasa basi tuanze rasmi kwa usemi wetu wa channel hii ya Rangile TV, na tunaongozwa na Gavana Andrew Mwadime wa Kujaa. Twende kazi. Na wananchi wa hapa Nandi, Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema na hiyo ndio asili yake. Wow. Na hiyo ni kweli ndio asili yake. Mbunge wa jimbo Mwatate Ward, waziri, chief officer na maofisa wote wa jimbo, serikali kuu wakiongozwa na madam sub chief hapa, wageni kutoka mbalimbali waliopo hapa, pasta wetu na nyote meza kuu na wananchi wa hapa Nandi. Gavana anatoa sifa sufufu kwa MCA wa eneo la Mondabogo, yani kule Mwatate, anajulikana maarufu kama Anko. Wacha tumsikie gavana akitoa sifa hizo kwa Anko, yani MCA wa eneo hilo. Ningependa sana kumpongeza na kumsifu mbunge wenu wa jimbo. Mgala muwe haki yake mpe. Huyu bwana kwa kweli, hata mmemsikia wenyewe akiongea hapa. Waje mtu akiongea utajua huyu ana mchezo ama huyu ako serious. Paka amejua mapu zote huko vile tena paka kule Golani. Shukrani sana mheshimiwa, na uendelee, na mimi nakwambia nitakusupport kwa kila namna. Lolote lile wazo la kusaidia maisha ya mwananchi lazima tuko pamoja. Hiyo tutakusaidia kwa kila namna. Asante sana mheshimiwa. Kwa kweli ndio tunataka namna hiyo. Mtazamaji, kama kuna kitu cha dhamani kuliko dhahabu katika eneo la Mondabogo basi ni maji. Na kwa hilo tunampongeza mheshimiwa pia Anko kwa hatua hiyo ambaye ameichukua. Wajua sisi kazi yetu sana baada ya kupata uongozi waga ni malumbano. Hata ndio maana sasa hivi kila pembe nazunguka nikiambia viongozi wote vile tuko na tabu mingi Taita Taveta. Ni viongozi washikane sasa hivi, tufanye kazi kwa pamoja. Ifikapo wakati wa siasa, hawa wananchi siku hizi wanaelewa na mambo mengi sana. Watatafuta ndururu ni ipi na watajua shilingi ni ipi. Wote wanajua. Hakuna jambo sisi ati tuongea hawajui. Wanajua kila kitu. So kitu lioko ni kufanya kazi kwa pamoja na tushikane. Namwalika tena Gavana Andrew Mwadime atueleze kuhusu vifo vingi ambavyo vinatokea katika kaunti ya Taita Taveta. Kunani gavana? Siku hizi kwa kweli mazishi yamekuwa mingi. Nakumbuka kama wiki 3-4 zimepita, Jumamosi moja Taita Taveta nzima kulikuwa na mazishi 27. Sasa hata unashindwa uende wapi na wache wapi. Hawa viongozi hawazisaidia yote hiyo. Ni kijiji tu ndio silaha. Washikane tafadhali. Kama utajoin kijiji chako, heshimu mzee wa kijiji na ingia ndani, na wewe usijiulize swali kijiji kimekufanyia nini. Wewe ndio jiulize nimefanyia nini kijiji. Na tunapoendelea mtazamaji, ni kupatie tangazo maalum kuhusu afya ya akili kwa mwanaume. Hii ni semina ambayo haijaletwa kwa mzaha. Tarehe 24 Mei mjini Voi. Wewe mwanaume jiandae. Soma hii posta polepole ili uweze kuelewa. Ni semina kuhusu afya ya akili yako na ni kipi unahitajika kufanya ili ufike kwenye semina hiyo, na pengine utanufaika na mambo gani kwenye semina hiyo. Na gavana anapoongoza kufungulia maji ya mfereji, vigelegele, nderemo, wananchi wa pale walihisi vizuri sana, kwa sababu wanadai
ni bidhaa adimu sana katika eneo ile, na wamekosa maji kwa takriban miaka 8. Mbogo, Your Excellency, tunaomba tafadhali utapanda hapa juu kwa ajili ya kufungua kufuli, alafu uweze kufungua. Mama ya makasi. Ngoja tu mdogo. Tafadhali sasa tunaomba uweze kufungua. 2027 ndiye huyo gavana wetu mpaka 2032. Kweli si kweli? Ni mgore nandi nao, ni kweli si kweli? Nami mtazamaji, sina la ziada ila na kukumbusha kitu kimoja tu. Afya ya akili kwa mwanaume ni muhimu sana. Jiandae kwa semina, soma maelezo, fanya maamuzi yako tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025 ili uweze kushiriki kwenye semina hiyo ambayo inakusaidia kuwa na akili zenye afya zaidi. Soma kijibandiko polepole, uelewe kinachohitajika. Kwa heri na Mungu akubariki.